Karibu katika hatua yetu ya 6 katika mfululizo wa kuanzisha biashara na usimamizi wa biashara na ukuaji wake. Katika hatua yetu ya 6 leo tunaangalia kipengele cha unaishindaje hofu ya kuanza. Jambo zuri kuhusu hofu ni kwamba unaweza kuishinda. Hilo ndio jambo zuri la kusikia. Ningeweza kusema habari njema leo ya kusikia ni kwamba kuhusu hofu uwezo kuishinda upo. Ingalikuwa ni kitu ambacho uwezi kukishinda ingekuwa changamoto sana. Na bahati mbaya ni kwamba kuishinda haina namna nyingine zaidi ya kuikabili moja kwa moja. Wewe ambao unasubiri kwamba una hofu sana, unahisi ama unasubiri muda fulani labda ile hofu iishe. Hiyo hofu haiwezi kuisha. Unahitaji kuikabili moja kwa moja. Hiyo ndio dawa pekee ya kuishinda hofu. Huwezi kuikimbia hofu na ukawa na matumaini ya kuishinda. Hicho kitu hakipo. Zipo njia kadhaa za kuishinda hofu, na mimi nitakuletea leo. Njia ya kwanza, anza na kidogo. Njia rahisi ya kuishinda aina yoyote ya hofu ni kuanza jambo kwa hatua ndogo. Utakapoendelea hatua kwa hatua, hofu itaanza kutoweka. Fikiria kuishinda hofu kama kupanda ngazi. Yaani unapotaka kupanda ngazi, utaratibu wa ngazi huanza na moja, halafu fuata kwa hatua kwa hatua nyingine. Lakini ukianza kupanda ngazi kwa hatua moja, halafu ukarukia ya 4 au ya 3, ni rahisi sana kuanguka. Njia ya pili ya kuishinda hofu, kubali hofu. Cha kwanza unapopata hofu, kwanza kubali kwamba jambo hili kweli linatia hofu. Ni sawa tu na kukabiliana na hofu. Yaani kwamba ni kukabiliana na hofu ya kuanza kitu kipya, kwa sababu hiyo ni nguvu ya asili. Kwa hiyo lazima ukubali kwamba kweli hofu ipo na itakuwepo. Hata kama unaogopa kushindwa, kukereka au kuona aibu ya kushindwa, cha msingi umejaribu kuishinda hofu. Yaani wewe usione aibu kwamba mimi nitaanza na nitashindwa. Ni bora uanze kuliko kutokuanza. Yaani usikimbie kuona aibu. Kubali kweli kwamba una hofu, halafu wekeza nguvu sasa kwenye namna ya kupata hamasa ya kuishinda hiyo hofu. Kubali kweli hili jambo kweli linaniogopesha. Kuendesha hii pikipiki, kuanza kujifunza, kweli inaogopesha. Lakini hivi nikianguka itakuwaje? Ni bora uanze. Lakini unapoanza, unapoendelea, itakusaidia wewe kupiga hatua. Kuna siku utaona kadiri unapoendelea ile hofu inaanza kutoweka. Unaanza kusema kumbe jambo lenyewe lilikuwa jepesi. Kabisa. Kumbe nilikuwa tu naogopa muda mrefu, lakini hutaweza kusema maneno haya kama hujaingia kwenye ule mchakato moja kwa moja. Lakini hatua ya 3 ya kuishinda hofu ni kwamba dhibiti matarajio yako. Watu wengi hawana uvumilivu. Mara nyingi tunataka hapo. Tunataka hapo ufanikiwe. Ni lazima tukubaliane kwamba jambo ili liwe zuri linahitaji muda. Vijana tunapata changamoto sana. Linahitaji subira. Yaani lazima usubiri. Amini kwamba unachokitamani kitafanikiwa. Jiulize wao, kwamba wengine, kwa mfano wale ambao unaona wameweza, jiulize wao waliweza. Kwa nini wewe usiweze? Kwa nini wewe ushindwe? Amini ya kwamba wewe unaweza. Unapoanza usiwe na yale matarajio yako yasizidi sana, yasiwe makubwa sana kupita kiasi, kwa sababu unaweza ukaingia alafu kakata tamaa haraka. Unapoingia dhibiti sana ile kiu iwe ya wastani. Unapoenda kidogo kidogo, unapoendelea mbele, hamasa itazidi kuongezeka kulingana na namna ambavyo unazidi kuishinda ile hofu ya kuanza pale mwanzo hasa. Lakini njia ya 4 ya kudhibiti hofu ni kwamba fikiria kuhusu faida utakazopata kwa kuishinda hofu ya kuanza. Yaani pima mzani wako kwamba hivi kipi ambacho ni kizuri zaidi kati ya kile nitakachokifuata mbele. Yaani kwamba faida utakayopata, hesabu zaidi faida utakayopata kuliko kuacha. Kwamba nikianza biashara hii, nikianza mradi huu, mimi nimeona pengine umeishi mahali,
pengine umekaa na marafiki ama ndugu au jamaa ambao wao wanazalisha, wanafanya kitu ambacho unataka kukifanya. Unaona namna ambavyo wanapata fedha nyingi, wanavyopata faida. Sasa wewe unapotaka kuanza unaogopa kweli, una hofu. Lakini kitakachokusukuma ni kwamba hesabu zaidi zile faida, kwamba mbona wanapata faida kubwa hivyo? Mbona wao wanapata? Mimi ni nini kinanifanya nikose? Kwa nini mimi ninakosa wakati wao mimi naona kama wanapata faida sana? Kwa hiyo utakapoweza kuhesabu faida, itakupa hamasa na msukumo mkubwa zaidi wa kwenda mbele. Itakupa hamasa ya kukua zaidi na kukutia hasira zaidi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unafikiria zaidi faida iliyopo mbele kuliko kuogopa kuchini. Kwa hiyo ni kwamba ni muhimu sana katika kufanya haya. Chukua hatua katika hili, litakujenga, litakufanya upige hatua zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kuchukua hatua. Na katika hali ya kawaida, kwa mfano yani pamoja na sintofahamu nyingi zinazoambatana na kitu kipya kinachoanza, lakini zipo faida nyingi sana unapoanza. Yani unapoishinda, unapokuwa na ile, unapokuwa umetazama zaidi ile faida ni nyingi sana. Kwa mfano, unaweza kupata unaweza kufanya kitu unachokipenda, hususan unapofanya kitu ambacho ni passion yako. Yani wewe chukua kile kitu ambacho ndani ya moyo wako unakipenda. Inawezekana akilete faida mwanzoni, lakini unapofanya kitu unachokipenda sana moyoni, hata usipopata faida kwa wakati, utaona hamasa ya kwenda mbele itakuwa kubwa sana. Na hamasa inapokuwa kubwa ya kwenda mbele, inakufanya ile hofu inaisha haraka. Lakini pia faida nyingine, unapokuwa umetanguliza kuwaza zaidi, yani kufikiria zaidi kuhusu faida unazopata ili kusaidia kushinda hofu, ni kwamba unaweza pia kuchagua watu wa kufanya nao kazi. Ni rahisi sana kusaidia kuchagua watu wa kufanya nao kazi. Itakusaidia kuishinda ile hofu. Nataka nikusaidie kitu kimoja. Hakuna dawa nyingine ya kushinda hofu ila ni kuanza. Ni lazima uanze, ndipo utaweza kuishinda hofu. Tunataka uanze biashara. Wewe unatamani kuanza leo. Muda mzuri ni sasa. Unapokaa muda mrefu sana, inakufanya unazidi kuogopa. Chukua hatua, hofu itaondoka unapoendelea kwenye mchakato. Mara nyingi sana mawazo makubwa lazima yawe ya kuchekesha. Watu wengi wenye mawazo makubwa, wengi wanaonekana kama vile wamechanganyikiwa. Ni sawa kabisa. Kubali iwe hivyo, kubali uonekane hivyo. Lakini ninachoweza kukwambia, unapoanza hofu itakuwa kubwa, lakini unapoendelea mbele, watu wanapokucheka, wewe endelea mbele, watu wanapokushangaa, wewe endelea mbele. Mathalan, ndani yako unajua kabisa hili jambo litanifanikisha mimi. Hakuna wazo kubwa lililokuwa limeanzishwa lakini watu wasilicheke, watu wasilishangae. Mawazo madogo madogo ndio ambayo watu wanashangilia, lakini yale makubwa lazima uonekane wakati mwingine kama umechanganyikiwa. Mimi ni mwalimu wako Ben Ayo, ni mshauri na masuala ya biashara na ujasiriamali. Karibu sana, endelea kufuatilia hatua inayofuata, na hatua yetu inayofuata ni hatua ya 7. Kumbuka hatua ya 6 ni muhimu sana, lakini hatua ya 7 ni muhimu zaidi. Karibu sana.